Today I want to speak about prayer. Maombi ambayo ni kila mtu anajua kuomba. Prayer which everybody knows how to pray. Ama nani ajui kuomba? Or among us here who doesn't know how to pray? Kwa hivyo kila mtu anajua kuomba. I believe everybody here knows how to pray. Kila mtu anajua kuomba. Everybody knows here how to pray. Na haya maombi ambayo tunasema ni maombi. What we are saying about prayer? What is prayer? Maombi ni nini? What is prayer? Na katika ufahamu wangu najua kwamba concerning me, first I understand prayer is maombi ni njia ambayo mtu anatumia kuzungumza na Muumba wake. To me, I understand that prayer is a way of communicating between you and your God. Ama na kile ambacho unachokiamini. Or between what you believe in. Praise the name of the living God. Where I feel. Kwa nini nimesema hivyo? Why have I said that? Kwa maana sisi wote ambao tunaamini Mungu. Because it is not all of us who believe the Lord. Kwa maana wengine wetu tunaamini Mungu ndiye aliyetuumba. Because most of us we believe that the Lord Jesus Christ the Lord. Tunaamini vitu ziko vile zilivyo ni kwa ajili ya Mungu. Because all of us we believe that the way things are, they are created by the Lord. Na ndio kwa maana sisi wa Kristo tunamsadikia yeye. And we believe that as all Christians we hang before him and we bow ndio before him. maana tunamuomba yeye. And that's why we pray to him. Lakini still katika hii dunia kuna wengine. And in fact in this earth planet there are others. Wanavyoviamini vitu vingine. They also believe in other things. Wanaviabudu na wanaviomba. And in fact they worship and they believe in them. Kwa hivyo ndio maana nimetangulia kusema maombi. That's why I've begun to say that prayer kwamba ni njia moja ya kuweza kuzungumza wewe na Muumba wako. It is the first way of you to start speaking to your Lord. Ama na kile wewe unachokiamini. Or that one which you believe in. Na katika maombi and the prayer kuna vitu ambavyo hauwezi jizuilia kuzungumzia. And in prayer there are things which cannot be unavoided. All things which you cannot hesitate to talk about them. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Kitu ya kwanza ni kuamini. The first thing is to believe. Bwana apewe sifa. Bwana sifiwe. Hii nayo kuamini ni nini? What is believing? Je, wewe unaamini kwamba Mungu yupo? Do you believe that Jesus exists? Utakapoamini kwamba yupo, utakuwa na ile uwezo wa kuweza kuomba. If you believe that God exists, then you have the power to pray. Jambo lingine ambalo huwezi jizuia kuzungumzia ni kutumaini. Another thing which you cannot refuse to believe in is to have hope. Praise the name of the living God. Bwana sifiwe. Lazima uzungumzie kuhusu kutrust huyu Mungu. Lazima tukaweze kuongelea ama kuamini huyu Mungu. Ni lazima ukaweze kuamini kwamba yuko. We must believe that he exists. Lazima ukaweze kumtumainia. Lazima we have to believe or have hope in him. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Na jambo la tatu ambalo huwezi jizuilia kuongelea ni and the third thing which you cannot refuse to speak is about ni imani. It is faith. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Hizo vitu tatu huwezi ziepuka. Those three things you cannot stop, you cannot hesitate to speak about them. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. Ya kwanza nimetangulia kusema ni kutumainia. The first one we said that it is all about hope. Ya pili nikasema ni kuhusu kuamini. The third one we say is all about believing. Na ya tatu ni imani. And the third one it is faith. Na hii imani ni nini? And what is this faith? Katika neno linaniambia kwamba imani, and according to the word, faith is ni bayana ya mambo ambayo yanayotarajiwa lakini hayaonekani. Faith is an assurance for things hoped for but they are not seen. Na yale yote ambayo tunayaona yakiwa dhahiri, na all that what we see physically, yaliumbwa kutokana na neno. They are created with the word. Hakukuwa na kitu halisia cha kuweza kutengeneza kile unachokiona. In fact there was nothing which was to create what you are seeing right now. So unapozungumzia kuhusu maombi, so as we are talking about prayer, hauwezi kosa kuweza kuzungumzia hizo tatu. We cannot hesitate to speak about. Maana Biblia inaniambia mara tena, because the Bible says, kama hauna hayo yapata matatu, if you don't have those things, the Bible says, hauwezi kumpendeza Mungu. You cannot please the Lord. Katika kuhusu kutumaini ambayo ndio trust, concerning hope, utaipata katika kitabu cha Mithali 3. You find in the book of Proverbs chapter 3:5. Inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. It says believe the Lord, your Lord with all your heart. Wala usitegemee akili zako. And don't trust in your mind. Praise the name of the living God. So lazima chanzo cha yote ni utumaini huyu Mungu. So among all you have to believe in the Lord. Ukaweza kuweka tumaini kwake. And you must have your hope in this God. Ya pili kuhusu kubelieve ama kuamini. And the third one is believing. Utaipata katika kitabu cha Marko 9:23. And you find the book of Mark
Mark 23, Mark 9 verse 23. Mark 9 chapter 23. Uliye na Biblia tusomee Biblia ya Kiswahili. Niliwaambia mweke daftari zenu sawa sawa. Biblia ya Kiswahili ule mmoja kunaenda kukusaidia. Kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 23. Nikipata kabla yako nitasoma. Mark 9. Ni kitabu cha Mark 9 verse 23. Biblia inasema Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Praise the name of the living God. Na hapa ambapo tunaweza kuzungumzia maombi, tulisema kwamba ni njia mojawapo ya kuweza kuzungumza na Mungu. Kwa hivyo ukiweza kuamini, yote yanawezekana. And the way we have talked about prayer, if you can believe, all is possible. Amen. Jambo lingine ambalo tunastahili kujua kwamba tumesoma kama hauna haya yote matatu, hauwezi kumpendeza Mungu. And if you don't have all those three aspects, you cannot please the Lord. Hiyo ndio tuipata katika kitabu cha Waebrania. That what is found in the book of Hebrews, chapter number 11. Kuanzia beginning from 11. Mstari wa 6. From chapter 11 verse 6. Ni vizuri kama uko na Biblia ukaweza kutusomea, tupate wasomaji wengi. Kitabu cha Waebrania sura yake ya 11 mstari wa 6. Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. Hebrews 11:6. Kitabu cha Waebrania chasema sura yake ya 11 mstari wa 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendea Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa watu thawabu wale wamtafutao. It says in Hebrews chapter 11 verse 6 says, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who honestly seek him. Praise the name of the Lord. Bwana sifiwe. Wakati unapoenda katika maombi, as I go for prayers, je, wewe huanga unaamini kwamba huyu Mungu yupo? Do you believe that this God exists? Je, wewe huanga unaamini kwamba anaweza kujibu? Do you believe that this God can answer? Basi kama huwezi kuamini, kama hauna zile za kwanza tatu ambazo tulisema ni imani, kutrust na kubelieve, basi huwezi kumpendeza yeye. So if you cannot believe and if you don't have those three, which is the first hope, so lazima ukaweze kuamini, you cannot please, lazima ukaweze kumtumaini, you must be hope, na ni lazima ukaweze kuwa na ile imani. Wakati unapoenda mbele za Mungu unajua kabisa huyu Mungu unayemuomba anaweza. And when you go before the Lord, you must behave and you must be hope that this God whom I'm praying is able. Haijalishi ni mlima kiasi gani, lakini huyu Mungu ninayemwamini anaweza. It doesn't matter how big the mountain is, you must believe that this God is able. Na ili haya yote yafanyike, ni njia gani hizi ambazo ni za kumfurahisha Mungu utakazozifanya? And for all this to happen, what are these ways which pleases God for it to happen? Hapo ziko katika hali ya kunukuu ama point form. Nasema hapo kwamba ziko hali ya kunukuu. So point number 1. So unaweza kuandika ya kwanza. Jambo la kwanza, lazima ujue huyu Mungu ni nani. The first thing you must know, who is this God? Huyu Mungu ambaye unayemuomba, huyu Mungu ambaye unayemwamini, huyu Mungu ni nani? This God who we always pray, who is this God? Ukishajua kwamba huyu Mungu ni nani, basi utaweza kuomba. Immediately you know that who is this God. In fact, you have to pray immediately. Na utawezaje kumjua huyu Mungu? And how will you know this God? Jambo la kwanza, the first thing, lazima usalimishe maisha yako kwake. You have to surrender your life before him. Lazima usalimishe maisha yako kwake. You have to surrender your life before him. Praise the name of the living God. Kwa maana huyu unayemuomba, in fact, this one is the one which you are praying. Kuna uwezekano unamuomba lakini hauna ndani yako. You might be praying him but he is not inside you. Lakini kwa hivyo jambo la kwanza, but the first thing, ni kumjua. You must know him. Ukishamjua, after knowing him, jisalimishe maisha yako kwake. You have to surrender to him your life. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Ukiweza kusoma katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 16. If you can read in the book of John 15:16. Inasema kwamba yeye ndiye aliyekuchagua. He said that is he who chose you. Kwa hivyo mwanzo kabla ya yote alikuchagua wewe. So above all, in fact, before the beginning he chose you. Kumaanisha ulikuwa wake. So it means you were his.
So wakati huu ambao huko unamtambua, So by that time when you didn't know him, wewe ndio ulikuwa umeondoka katika njia it zake. is you who had sidelined him on his ways. So wakati unapojitambua, But immediately you understand yourself, unarudi katika njia zake. you come on his ways. Na kurudi katika njia zake And as you come on his ways, ni kusalimisha maisha yako kwake. is nothing but to surrender your life before him. Hapo ndipo pale unapatanga unasema, hapa ni pale unapatanga unasema, That's why you find you say that, Baba nimekubali. God, I surrender, I've accepted. Nimerudi katika nyumba yako. I've come in your temple, in your house. Nimerudi katika njia zako. I've come in your ways. Bwana nitakase. God, sanctify me. Nioshe mara tena. God, bless me and Nifanye bless me. kiumbe kipya. Make your new Niondoe creature. katika kitabu cha mauti, Remove me in the days of the lakini book, niandike katika kitabu cha uzima. and let my name Hapo be the ndipo name of the day. unapokea mara tena, And immediately I come to you, na anaweza kuwa kiongozi wa maisha yako. and you will be the leader of your life. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Sasa ukiweza kumuomba ile maombi yako, So if you can pray to him, hapo unaomba yule ambaye mnajuana. you pray the one whom you know. Ama tuulizane tu swali kidogo. Or let's ask a question to one another. Je, kumekuja watu wawili. This is a question. There comes two people. Mmoja unamjua, The first one you know him. mmoja mwingine humjui. The second one you don't know him. Na wote wawili wanaomba kitu moja. And the two that pray the same thing. Na nataka tujibu kama wanadamu. And I want us to answer as the human beings. Wewe utapatia nani? Whom will you give? Hilo ni swali nimeuliza na ngoja jibu. That's a question he has asked you, and he is Umekuja waiting watu for an wawili. answer. You have met two people. Mmoja unamjua, The first one you know him, one. mwingine humjui. The second one you don't know him. Na wote wawili wamekuja kwako na shida moja. And all the two that have come to you the same problem. Wewe ukiwa kama wewe, If it is you, utapatia nani? whom will you give? Na wote, kila mtu amekuja kwa wakati wake. And all of them that have come at their own appointed time. Who will you give? Utapatia nani? Yes, swali. Yule unajua. You will give something the person whom you know. Ni yule unajua. So kwa hivyo sisi wote ni wanadamu. So it is that all of us we are human beings. Sisi wote ni kazi ya Mungu. All of us were the works of God. Lakini ni jukumu letu But our responsibility, kutafuta uhusiano wetu na huyu Mungu. it is to look for the relationship between us and God. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Kwa hivyo lazima utafute uhusiano wako na Mungu. So you must struggle and make sure that you have got a good relationship with the Lord. Unaipata katika kitabu ya Mambo ya Nyakati, You will find it in the book of 2 Chronicles, chapter number 7 verse 14. 2 Chronicles chapter 7, Verse 14. 14. Ikiwa watu wangu walioitanishwa kwa jina langu, It is said that if my people have been called by my name, that means watu wote ni wake. it means all the people it belongs to him. Ni wake wote. All the people belongs to God. Lakini kuna wale wanaitanishwa naye. But there are those who are the chosen ones who are called because of Kwa his hivyo ni name. jukumu lako It is your responsibility ukatafuta hii kuitanishwa na Mungu. to seek for you to be next or to be called the name of the Lord. Na sasa hapa utaitanishwa naye vipi? And now in such a way, how will you Ni ile tulisema ya kwanza, as I said the first time, ni kuweza kumjua. is to know him. Ya pili ni kusalimisha maisha yako The kwake. second is to surrender your life to him. Hapo mtakuwa umejuana. That one will be knowing one another. Point number 2 The second point, ni kuweza kutafuta uso wake. it is to seek the face of the Lord. Ni kuweza kutafuta uso It wake. is to seek the face of the Lord. Na hii kitu tunasema ambayo ni kutafuta, And this thing which I'm saying about seeking, siwezi kuambia utafute kitu ambacho kinaonekana. I'm not saying about that you have to seek something which is seen. Ni kitu ambacho hakionekani. This thing, it cannot be seen. So ni jukumu lako It is your responsibility. ukaweza kutia bidii, It is your responsibility to put on more effort ukaweze kutafuta uso wake. that you may seek his face. Utatafuta uso wake namna gani? How will you seek the face of the Lord? Kutafuta uso wake si rahisi. To seek the face of the Lord, it is not something very easy. Kwa mfano tuseme ushirika wa Tuesday ndio umekuwa donda sugu. In fact, to seek the Lord to seek the face of the Lord, let's see the face of Tuesday. It has been a very big problem here. Kwa maana tunasema tumekuwa kazi. In fact, we have always have a problem or a complaint that we are at work and we are very Tumetoka busy. kazi, tumechoka. We are from work and we are very tired. Kwa hivyo siwezi kuingia katika ushirika. So I cannot go to the fellowship. Nitaingia kwa nyumba yangu nipumzike. I'll just enter my house and rest Na there. hiyo siku kumbuka kuna ushirika wa lisali moja. And remember that day there's only a fellowship for only 1 hour.
uchovu wako ukauweka kando, why don't you put that being tired aside? Na ukaweze kuingia katika nyumba ya Mungu. That you may enter the house of the Lord for fellowship. Huo uchovu na hiyo ugumu unasikia, that tiredness and that hardness, ndio nakwambia kuweze kutia bidii kutafuta uso wa Bwana. That's why I'm saying that tiredness and that hardness. Mwingine atasema jamani, somebody will say, nimelala kazi usiku, I've slept at work at night. Kwa maana kwa hivyo hiyo Sunday sitahudhuria. Today Sunday I will not be at work because I'm feeling asleep. Hata pastor anajua nilikuwa night shift. Even a person knows I was at night working. Kwa hivyo mimi nitaamua nilale. So I'm just deciding I'm going to sleep. So hicho kitu kigumu ambacho unaona ni ngumu kufanya, that difficult thing you are saying is very difficult to do, ukisha kifanya, why immediately you do it, hiyo ndio kutafuta uso wa Bwana. that is seeking the face of the Lord. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Jambo la tatu, the third one, ni kuziacha njia zetu mbaya, is to leave our evil ways. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Hizi njia mbaya ni zipi? These evil ways, what are these evil ways? Mimi sitasema ni gani, I won't say which. kwa maana kila mtu anajua zile njia nzuri ni zipi, because everybody knows what are these evil ways, na zile njia mbaya ni zipi. And what are these evil ways? Hallelujah. Hallelujah. Kila mtu ambaye ni muumini, every believer, unajua zile ambazo ni sheria za Bwana. You know the commandments of the Lord. Zile ambazo ni nzuri za kufanya, the good ones which are good to do, na zile ambazo amesema usifanye hivyo. And then the wrong ones which are not good to do. So utakapojipata umeweza kutenda moja ya hizo, and immediately you discover that you have done, unakuwa ni kama umetenda dhambi. You find that you look like as if you have done something very sinful. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Nini hiki kitazuia maombi yako kusikiwa? What are these which will hinder your prayer to be heard by the Lord? Nini hii itazuia ukose kuwa na breakthrough katika maombi yako? What are these things which will not make you not to have a breakthrough in your prayers? Ya kwanza ni dhambi. The first one, it is sin. Praise the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the name of the living God. Praise the name of the Lord. Ya kwanza ni dhambi. The first one is sin. Na dhambi nimekwambia ni kuyafanya yale ambayo sio mapenzi ya Mungu. And I have told that sin, it is doing which is not the will of the Lord. Si lazima ukaue ndio ikuwe ni dhambi. It is not that si lazima uue ndio ikuwe ni dhambi. It is not that you have to kill that one. It is not that when you kill, that's what will become a sin. No. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Lakini ni kuyafanya yale ambayo si mapenzi ya Mungu. It is to do what is not the will of the Lord. Ukisoma ile Zaburi ya kwanza inasema amebarikiwa mtu yule asiyekwenda katika shauri la watenda dhambi. If you read the first Psalms chapter 1, it says that blessed is he who does not move the counsel of the unbeliever. Wala hakukaa barazani pa wenye mizaha. Or the one does not stay in the midst of those of, meaning the jokers of the one. So unaweza kosa kuua, so you may fail to kill, lakini ujikute ulikaa. But you will find yourself that you sat amongst those ones. Waweza kosa kukaa, you may fail to sit, na ukute ulitembea pamoja nao. But you just find that you moved with them. Na hiyo ambalo ndio tunasema ni chukizo mbele za Bwana. And that's what we are saying, that it is something very sinful. Hiyo tazuia ukaweza kukosa na breakthrough katika maombi yako. And that will hinder you to have your breakthrough in your prayers. Dhambi inafanyanga nini katika Mkristo? What does the sin do in the life of a believer? Katika hali yako ya maombi, dhambi inakufanyanga nini? In your daily prayer life, what does sin do in your life? Dhambi huanga inakufanya ukuwe mbali na Mungu. Sin separates you and makes you stay far away from the Lord. Mungu akiwa hapa, dhambi inakuseparate na kuwa mbali. So when God is here, when God is here, that sin will make you to be far away from that God. Na wakati umesonga huko kando, and immediately you go far away, unakuta huyo jamaa mwingine ambao ni shetani. And you find that gentleman there called devil is there. So utakapoenda mbele za Mungu, and immediately you go before the Lord, unakuta maybe umezoea kufunga na kuomba, and sometimes maybe you are used to pray and fast. Ukiwa katikati ya maombi, and when you are in the midst of prayer, shetani anakuzungumzia. The devil will talk to you. Anakuambia unakumbuka mahali ulikuwa jana? The devil will tell you, my brother, my sister, kama ulikuwa unaomba dakika 10, if you have been praying for 10 minutes, hiyo inaishia hapo. That will end there. Shetani anakaa na kukukumbusha. The devil will keep on reminding you. Kwa maana the moment tuliingia katika ufalme mwingine, immediately you enter into another kingdom, ni vita ulitangaza katika ufalme mwingine. It is a war which you announced. So ni lazima atafute vile atakavyokuvuta. So the devil will look for a way of conveying you, ili ukaweze kurudi kwake, that you may come back to him. Praise the name of the Lord. Praise the Lord. So lazima tukaweze kujifunza kukaa mbali na dhambi. So we must learn to stay far with sin.
lazima tukaweza kujifunza kukaa maisha mazuri. We must learn to stay good life. Maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. The life which pleases the Lord. Maisha ambayo unaweza tolewa ushuhuda na Mungu. The life which God can give a testimony. Niliwaambia siku ya leo ni tofauti. I'm told that today is a different day. Kwa maana tutaweza kosa kuingilia kitabu kimoja zaidi. Today we may fail to concentrate only on one book, lakini tukaweza kuruka ili tukaweza kupata ujumbe. So you can jump at a book that you may get the revelation. Kuna mtu mmoja aliishi maisha mazuri. There is somebody who stayed a very good life. Akaweza na hata Mungu kumtolea na hata ushuhuda. And in fact even God had to give a testimony on his behalf. Hiki kitabu si kigeni, kitabu cha Ayubu. This book, it is not a new book, but Ayubu ni hadithi nilikwambia unaweza kuwa umeisikia. That book of Job, you understand the story of Job. Unaweza kuwa umeisoma. You might have read it. Na hata labda unaweza kuwa umeihubiri. And maybe you might have preached that book of Job. Lakini hiyo haikuzuia yule mtumishi wa Mungu akaweza kuteswa. But only that could not hinder the servant of God to be, in fact, to pass in tribulation. Kwa hivyo hata ukiwa Mkristo, in fact, even though you're a Christian, si kumaanisha kwamba majaribu hayatakupata. Even though you're a Christian, doesn't mean that temptation will not come on your way. Ni lazima yatakuja. They will have to come. Na yatakapokuja, and immediately as they come, utasimama ama yatakuangusha. Will you stand or will you fall? Huyu Yakobo aliishi maisha mema. This James stood a very good life. Aliishi maisha ya kupigiwa mfano. James stood a life which zamani ya Ayubu. Job, I mean Job. Hata Mungu akampigia mfano. In fact, Job stayed a life where God had to give a testimony on it. Hallelujah. Hallelujah. Tukaangalia mtu mwingine anaitwa Danieli. Let's look at the person called Daniel. Kama ni kuomba, Danieli alikuwa muombaji. If it is a prayer, Daniel was a prayerful person. Kama ni kwa kazi, Danieli alikuwa ni mchapa kazi. If it is working, Job could work. Ikafika mahali hata wakamuonea wivu. In fact, the people reached a point where they feel jealous of Daniel. Kwa ajili ya maisha yake. Because of his life. Aliweza kumpendeza aliyekuwa msimamizi wake. And in fact, he replaced the one who was in charge. Na akaweza kumfurahisha na hata Mungu. And he was in position even to please God. Kwa maana walijua siri moja. Because he knew only one secret. Na hiyo siri inaturudisha pale nyuma. And that secret takes us back. Alijua mambo hata yakuwe vipi. Because Daniel knew that however high things alijuana na Mungu wake. He knew his God. Alijua nguvu ya Mungu wake. He knew the power in his God. Hata kuwekwa sheria. Even the law. Hata kuwekwa sheria na itiwe mihuri. Even though there were the law. Alijua kwamba Mungu wake atamuokoa. He knew that his God is going to protect him. Alijua kwamba Mungu wake atamuokoa. He knew that his God is going to siku ya leo nakwambia nini? So today I'm telling you, majaribu hayatakosa kuja. Temptation will not refuse to come, they will come. Lazima yatakuja. They will come. Na yatakapokuja, and as they will come, swali langu ni je, my question to you is, utasimama au utaanguka? Will you stand or will you fall? Mtumaini Mungu wako na akili zako zote. Trust the Lord with all your minds. Wala usitegemee akili yako. Don't trust in your mind. Praise the name of the living God. Tumaini kwamba anaweza. Believe that he is able. Jua kwamba yeye anaweza. Believe that he is able. Biblia inasema kwamba yeye ni msaada uonekanao tele. In fact, the Bible says that our God is our aid. Ni msaada uonekanao tele. Our God is our abundant God who is able to provide exceedingly abundantly. Hata na wakati wa mateso. Even though it is in time of temptation. Kisoma Zaburi 46 mstari wa kwanza. If you read the book of Psalms. Lakini hatutasoma, nimekuambia tu nukuu. I'm saying that we are not going to read, but you can just pass through it. Tutasomea kitabu kile cha 1 John. Kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa 5. We can read the book of 1 John chapter 5. 1 John verse 1 verse 9. 1 John chapter number 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9 it says, the Bible says chapter 1 verse 9, the Bible says, if we confess our sins, he is faithful and just, and will forgive us our sins, and purify us from all unrighteousness. Praise the name of the living God. Bwana sifiwe. Yetu tu nilikwambia utakapotambua huyo Mungu ni nani. We said that as you identify utakapojirudia, as you shall come to yourself, ukiri na kinywa chako, that you may kill your own mouth, kwamba Mungu kwamba mimi nimekubali, that Lord I have been accepted, hakika atakuosha, this God will cleanse you, atakufanya kiumbe kipya, He will make to be a new creature. Na utakapoomba maombi yako utapata breakthrough, and immediately as you will pray you will get the breakthrough of your prayers. Jambo lingine, the second thing, tutasoma katika kitabu cha
Genesis chapter 17 verse 17. We are going to read the book of Genesis chapter 17 verse 17. Ili ukaweze kupata breakthrough ya maombi. And to make it the breakthrough of your prayer. Hii pia ni hadithi ya mtu mmoja ambaye kila mtu anamjua. This also a story concerning somebody where everybody knows him. Ambayo iliweza kuchukua na muda. In fact, it took a very long time. Ilichukua na muda mrefu. It took a very long time. Labda ingelikuwa ni mimi na wewe tungepoteza tumaini. Maybe if it was me and you would have given up. Tungepoteza na hata tumaini kabisa. We will not be having hope. Na labda hapa ndipo natupata sisi kama Wakristo. In fact, this where we are called as Christians. Tunapoteza tumaini kabisa. We lose hope as Christians. Na unajikuta tumeenda katika njia panda. We find that we go in the ways we are not worthy before the Lord. Mbona utoke kanisa leo kwa maana hakuna miujiza uende kanisa lingine? Why do you leave the church that because there's no miracle and then you go to another church? Mbona ukose kuamini kwamba unaweza jiombea mpaka uombewe? Why do you believe that you can't pray, you have to be prayed for? Hii inakuja kwa ajili ya wakati. It comes as a inakuja kwa ajili ya wakati. It comes because of a time. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Kumaanisha wakati unaweza fanya Mkristo akatoka nje. Because unasema kwamba there are times whereby a Christian has to go aside. Na unajua siri moja ya wakati. Unajua siri moja ya wakati. You know one secret of a time. Unajua wakati unaposubiri, you know that sometimes by the time when you are waiting for, muda uanga unaona kama usongi. You see as if time is not going. Unajua ushaifikiria wakati maybe umefurahia sana. Have you ever thought by the time you are very excited, unaonanga masaa yameisha haraka. You find that in fact time goes very fast. Ushaiahidiwa kitu. Have you ever been promised? Na kikadelay. You have been promised something and that thing delays. Unaonanga ni kama hiyo siku ifiki. You find that time has really gone. It has really delayed. Praise the Lord. Lakini ukakuja kuangalia masaa. But as you come, if we come to check at the time, masaa huanga yabadiliki. Hours never change. Kama siku iko na masaa 12, we know that the day have got 12 hours. Itasalia ni 12. We just remain 12 hours. So hii ya masaa unaona imekuwa mingi. So we found that time has gone. In fact, we have got too much hours. Ama hii imekuwa kidogo. Or sometimes we find that it's very little. Shida inakuanga ni nini? What always becomes the problem there? Hii inakuanga ni ile state ya mawazo ambayo uko. In fact, the problem is that thinking which you are always in. Huenda ikawa umeomba jambo, maybe you might have prayed over something, na limekawia kuja, and that thing has overstayed. Biblia inasema kilichoahidiwa, the Bible says that anything which has been promised, kikakawia, it will stay. Moyo huugua. Your heart will be very, very anxious. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Genesis 17:17. In the book of Genesis chapter 17 verse 17. Nilisema kwamba hii ni hadithi ambayo unaijua. It is a story which you know very well. Ni mwanamke mmoja ambaye aliishi bila mtoto. It is concerned one woman who stayed na miaka mingi sana. Very many years. It says the book of Genesis chapter 17 verse 17. 17. It says Abraham fell face down. He laughed and said to himself, will a son be born to a man 100 years old? Will Sarah bear a child at the age of 90? Praise the name of the living God. Praise the Lord. Na Kiswahili nasema ndipo Ibrahimu akaanguka kifudifudi, akacheka, akasema moyoni, je, mtu wa umri wa miaka 100 kwake atazaliwa mtoto? Naye Sara mwenye umri wa miaka 90 atazaa? Praise the name of the living God. Praise the Lord. Kumbuka watu walikuwa ni watumishi wa Mungu. Na waliishi bila mtoto. Na ikafika mahali Mungu akafanya maagano na wao. Unaona mzee wa miaka 99. You find a man of 99 years. Mungu anamwambia kwamba nitakufanya baba wa taifa kubwa. You find God telling him that I'll make you to be a taifa kubwa. I'll make you to be a great nation. Unaona mama wa miaka 90, you see a mom or a mother of 90 years akiambiwa kwamba ataweza kumzaa. You find that in fact God is telling him that he'll give birth. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Time factor. Wakati. Time factor. Ilikuwa ni mimi na wewe. Between me and you. Hao watu wako wamepatana wakiwa wazee. These people didn't meet. Lakini ukianza kusoma hadithi zao hapo mbele, but as you read their story,
waliishi na kudumu katika maombi. They stayed in prayers. Walijua kwamba Mungu atakuja kwa wakati wake. They knew that God will come at his own appointed time. So waliweza kuvumilia. They were very patient. Walijua kuweza kuelewa mambo ya Mungu vile yalivyo. They knew how God's things go. Lakini maybe labda mimi na wewe, maybe between me and you, labda tungeanza kufikiria mambo mengine. Maybe you may begin thinking another thing. Lakini huyu Mungu ni mweza wa yote. But this God is. Ndio nilitangulia kukuambia kwanza. And as I began to tell you, jua Mungu wako. Know your God. Ukishajua Mungu wako, after knowing your God, utakuwa na ule ushujaa wa kumuomba. You will have that courage of praying. Kwa maana yeye haangalii vile weather ilivyo. Because he doesn't look at the weather. Praise the name of the living God. Praise the Lord. Kwa maana kama angekuwa anaangalia kama mimi na wewe, because if he be focusing between me and you, naona Yese na wanawe, between Jesse and his children, kama ningelikuwa mimi na wewe, if it be between me and you, tungefanya kama vile Yesu alivyofanya. Then you would have done the way how Jesse. Lakini huyu Mungu angalii kama vile Yesu alivyokuwa akiangalia. But this God does not look the way Jesse looks at. Mungu akona sababu yake katika maisha yako. God has got his own reason. Haijalishi watu wanakuona namna gani. It doesn't matter how people look at you. Kwa maana labda Daudi alionekana kwamba ni kijana mdogo wa kuchunga kondoo. In fact, David was overlooked as some very small who was. Lakini Mungu akiangalia alikuwa anaona kiongozi wa Israeli. But as God was look at him, was looking as a very big leader of Israel. Watu wakimwangalia Sara na Hana, but as Sarah and Anna was being looked at, alikuwa watu kama ni watu wengine wangewaangalia kwamba ni wanawake ambao hawawezi kuzaa. Other people were just looking at them and just okay, just as normal people who could not give birth. Lakini Mungu akiwaangalia, but as God was looking at them, alikuwa anaona mama wa taifa kubwa. God was looking her Praise the name of the living God. Big nation. Wakati Mungu angeangalia Yosefu, as he was looking at Joseph, waliona tu ni mtu wa kushikwa na kutupwa mateka. Joseph was just looking at someone who just. Lakini wakati Mungu alimwangalia, but as God was looking at him, waliona minister mkubwa katika nchi ya Misri. God was looking him as a very big minister. So siku ya leo jalishi watu wanakuona vipi. It doesn't matter how people look at you. Mungu ana uwezo wa kufanya zaidi ya yale ambao watu wanaweza. Our God is able to do exceedingly beyond the way people look at you. Bwana apewe sifa. Praise the Lord. So sijui siku ya leo watu wanakuona vipi. How do people look at you today? Himizo la siku ya leo, juana na Mungu wako. Juana na Mungu wako. Know your God. Tafuta jinsi ya kuweza kumkaribia. Look at the way how can have a relationship between you and your God. Na jinsi ya kumkaribia ni kuzungumza naye. And for you to have a relationship between you and your God is nothing but only have your prayers. Praise the name of the living God.